Mpaka sasa tunashukuru kwamba maandalizi yanaendelea vizuri, na ninaweza kusema kwamba familia pamoja na kwa upande wa chama tunaendelea kushirikiana vizuri, na kila kitu kwa kweli tumeshakiweka nafikiri sawa. Tunachosubiri tu ni ile siku, na kwa sasa ratiba jinsi ilivyo baada ya mashauriano na familia ni kwamba kesho majira ya saa 10 tutautoa mwili kutoka mochwari na kuuleta hapa nyumbani, na baada ya kufika nyumbani basi mwili utapokelewa, utaingizwa ndani na kutakuwa na ibada fupi kama desturi na mila za Kikristo zinavyoelekeza. Kwa hiyo kwa kesho tutakuwa na tukio hilo kubwa moja la kupokea mwili na kufanya ibada fupi. Lakini kwa siku sasa ya Jumamosi ambaye ndio ratiba yenyewe na siku ya kupumzisha mzee wetu, shughuli zitaanza, tunategemea tuanze saa 3 kamili asubuhi, ambapo kutakuwa na shughuli ambazo zitaendeshwa zitakuwa ni shughuli za kichama, ambazo sasa chama ambacho yeye amekianzisha na kukiasisi na kuwa mwenyekiti wake wa kwanza, kutakuwa na kumbukizi yake ya maisha yake, mchango wake, uongozi wake, na katika kumbukizi hiyo tutakuwa na viongozi wa kitaifa pamoja na kanda mbalimbali. Kwa hiyo katika hiko kipindi tutapokea salamu kutoka nchi nzima kwa viongozi mbalimbali kutoka kwenye kanda zote 10 zinazounda chama chetu pamoja na viongozi wa mikoa. Kwa hiyo tunategemea shughuli hiyo itaenda mpaka kwenye majira ya saa 5. Baada ya hapo sasa ndio shughuli za ibada zitaanza rasmi na taratibu nyingine zitaanza kwa ajili ya kuendesha itifaki na masuala mengine, na baada hapo ndio tutaelekea sasa kumpumzisha mzee wetu. Kwa hiyo matukio makubwa mawili ambayo kama nilivyosema ni hilo la kesho la kuleta mwili, lakini la asubuhi ambalo pia nalo litakuwa ni muhimu sana, ambalo litazungumza kwa undani zaidi kuhusiana na maisha ya mzee. Unajua wengi wamemfahamu pamoja kwamba mzee amekuwa ni gavana wa kwanza, waziri wa fedha, katibu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na taasisi nyingi, lakini tunaamini kwamba Watanzania wengi walimfahamu sana kupitia Chadema. Kwa hiyo kumekuwa na mchango mkubwa sana. Kuna wengine ambayo watu hawayafahamu. Kwa hiyo siku ya Jumamosi kwa watu watapata nafasi nzuri ya kujua maisha halisi na mchango wa mzee katika taifa hili. Mimi naitwa Bahati David, mwenyekiti wa Chadema jimbo la Rungwe Magharibi. Tumekuja kwenye msiba huu mkubwa ambao tumetupata kama chama. Mzee Mtei alikuwa muasisi wa chama chetu. Kwa Chadema tumempoteza jabali la kisiasa. Ni mzee alikuwa anapenda haki na alikuwa anasimamia anachokiamini. Kwa hili ni pigo kubwa sana kwa chama chetu Chadema. Kiukweli tumefiwa. Na tunatoa pole kwa familia na tutamwezi mzee kwa yale mema alikuwa akiyafanya akiwa Chadema. Na mzee ana mchango mkubwa sana. Na leo kama sisi vijana tumefikia hivi kwenye Chadema ni kwa sababu ya katiba iliyotekeleza mzee Mtei, falsafa na itikadi ya Chadema ndio imetufikisha leo. Kwa mimi kama Bahati David ni zao la mzee wetu Edwin Mtei, na kiukweli tumeumia kama chama, lakini kazi ya Mungu haina makosa. Na mzee wetu alikuwa na mchango mkubwa sana kiserikali na ndani ya chama. Na leo chama chetu kimekuwa kikubwa kwa sababu mzee aliasisi. Na namna mzee alikuwa anapenda, angependa aone Chadema imeingia Ikulu kabla hajafa, lakini tunaahidi familia ya mzee Mtei kwamba kwa mema mzee aliyotengeneza akiwa Chadema tutahakikisha iko siku tutaingia Ikulu na tutamwezi mzee kwa sababu alifanya wajibu mkubwa kupigania haki kupitia chama chetu. Na natoa rai kwa serikali. Mzee Mtei alikuwa mtumishi wa umma, alikuwa gavana wa kwanza, akawa waziri wa fedha. Na ishauri serikali namna kumwezi mzee Mtei, kuna hii kiwanja inajengwa ya mpira Arusha, wangeipa jina la mzee Mtei, ingekuwa wamemwenzi kwa vitendo. Tuache itikadi ya vyama vya siasa kama alikuwa Chadema. Hapana, mzee alitumika katika taifa. Mzee alikuwa waziri wa fedha, alikuwa gavana. Serikali bila kujali itikadi zetu za vyama impe jina ile uwanja wa mpira ambao tunajenga mkubwa wa Arusha, impe mzee Mtei jina lake, ndio namna kumwezi mzee wetu. Kwa hiyo tumempoteza jabali mkubwa wa kisiasa, shujaa wa demokrasia katika taifa. Lakini kama Chadema tutamlilia kwa sababu walifanya wajibu mkubwa na kunyanyua chama hiki mpaka kimefikia hapa. Na iko siku
haya matunda mzee wetu Mtei ambao alijenga Chadema, iko siku Chadema tutaenda kuingia Ikulu, ni kwa sababu ya muasisi wetu. Tunatimiza sasa hivi miaka 33 kwa chama chetu ambao mzee wetu aliasisi. Sisi kama Chadema lazima tumwezi mzee kwa sababu alifanya wajibu mkubwa sana, na leo Chadema imekuja kuwa chama kikuu cha upinzani kwa sababu alijenga chama katika katiba nzuri, falsafa na itikadi ya chama. Kuona wasio wa Tanzania wote wa Chadema, msiba huu wote ni wa taifa. Tunaomba watu wote tushiriki siku ya Jumamosi, tumpumzishe mzee wetu alale mahali pema peponi, kwa sababu mzee alikuwa na msaada mkubwa kwenye taifa na chama chetu kwa jumla. Kwa sasa hivi demokrasia nchi imekuwa ni ngumu sana. Yaani ukiwa mpinzani ni sawa na criminal. Ni tofauti na zamani walivyoanza, chama kilikuwa kichanga, lakini baadaye changa kuja kuwa kikubwa. Ndio tunazidi kuminya demokrasia, kwa sababu wameona wajamaa wameogopa sasa kwamba chama hiki inakwenda kuchukua dola. Ndio tofauti wa kipindi cha nyuma na sasa hivi. Maridhiano inategemea ni maridhiano namna gani. Tunafanyaje maridhiano wakati mwenyekiti wetu wa chama taifa Tundu Lissu yuko magereza? Maridhiano haya hapo unaanza kuyafanya haya. Watu wameumizwa. Kwa haya maridhiano hiyo maridhiano wamtoe kwanza Tundu Lissu ndani. Na kuna watu walipoteza ndugu zao, kwa hiyo hilo jambo la maridhiano hiyo utaongeleana na viongozi wa kitaifa, kwa sababu ni jukumu kubwa ambao inaushirikishi viongozi wa dini na taasisi mbalimbali. Chadema kama Chadema tumejiandaa nchi nzima, kanda zote 10. Wengine wako safarini, wako nchi nzima, wanakuja kumzika mzee wetu Chadema nchi nzima. Na namna kufanya ile siku ya Jumamosi tumeandaa tamasha kama lisali moja lisana nusu ya Chadema, kuyasema yale mema ambao mzee Mtei alikuwa anafanya siku ya kumwaga hapa. Kwa hiyo ndugu mwandishi, utakuja hapa na utaona tamasha ambao Chadema itafanya, ili namna kuelezea mzee Mtei alivyotumika kwenye chama hiki, na wazee wale wasisi wa zamani wote watakuwepo hapa siku ya Jumamosi. Jina naitwa Valentine Joseph, ni katibu wa wilaya ya Arumeru, ambapo nasimamia majimbo mawili, Arumeru Magharibi na Arumeru Mashariki, ndio anayokutanisha Arumeru, wilaya ya Arumeru. Kwa msiba wa huyu mzee umetugusa sana sisi kama wanachadema. Unajua, tunavyozungumza mzee Mtei hatumzungumzi kama muasisi tu. Watu wengi wanamjua kama muasisi wa chama hiki, na hivyo inajulikana hivyo, lakini pia alikuwa ni mlezi wa chama. Ni mzee ambaye tulikuwa tukipata shida yoyote, tukihitaji ushauri wa aina yoyote, tunamfuata na anatuelekeza. Kwa hiyo huu msiba umetugusa kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu tumepotelewa na nguzo muhimu. Yaani tumepotelewa na mtu muhimu sana ambaye alikuwa ni nguzo kwenye chama chetu. Ndio maana unaona tuko hapa kuanzia msiba ulipotokea, viongozi wote tumekusanyika hapa kuanzia tulivyopata taarifa, wote tukapeana habari, na tuko mahali hapa tukiendelea kuomboleza, lakini pia na kumwenzi mzee wetu. Juhudi zake zinaonekana na zitaendelea kuonekana. Ni kweli Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinapita kwenye moto. Hatuweza hata kusema kwamba ni kwenye wakati wa kawaida, no, kinapita kwenye moto. Na wale ambao ni the chosen one ambao wameandaliwa kwa ajili ya chama hiki ndio watakaobaki. Mawimbi ni makali, upepo ni mkali, lakini wale ambao wana mizizi tayari imekita, wako imara, hawawezi kuyumbishwa. Siasa ya nchi hii imebadilika sana ukilinganisha na kipindi ambacho mzee wetu akiwa anakianzisha chama. Kipindi anaanzisha, angalau palikuwa kuna masikilizano au palikuwa kuna utu. Nasema hivyo kwa sababu ni kama utu umetoweka sasa. Tuko kwenye siasa ambazo utu umetoweka. Tuko kwenye siasa ambazo thamani ya mwanadamu imeshuka, haionekani tena. Tuko kwenye siasa ambazo haki ya mwanadamu kuishi iko mikononi mwa watu. Kwa hiyo ni siasa ngumu sana, ni siasa ambazo hazihitaji waoga, ni siasa ambazo zinahitaji ujasiri, lakini ni siasa ambazo zinahitaji kujua unataka nini na unataka kufike wapi. Bila kujua we ni nani, unataka nini unajipigania, huwezi kusurvive kwenye hizi siasa za nchi yetu leo tunavyozungumza. Umesema pia kuhusu mwenyekiti wetu kwamba amekamatwa. Nchi nzima inajua ishu ya mheshimiwa mwenyekiti wetu wa taifa Tundu Lissu
Hakuna mtu asiyejua kwamba amekamatwa kwa kesi ya uzushi. Hakuna mtu asiyejua, kila mtu anajua. Lakini hakuna mtu asiyejua kwamba mwenyekiti wetu hana hatia. Kila mtu anajua. Tumekuwa tukifuatilia kesi yake mahakamani, tukishuhudia mambo jinsi yanavyoenda. Mawakili wa serikali wanafika mahali wanajing'ata ulimi, wanafika mahali wanajifuta uso. Yaani jasho linawatoka kwa sababu hawana hoja, hawana pointi, hawana kitu cha kuzungumza juu ya mwenyekiti wetu. Lakini tuseme nini basi? Ndio wakati tuliomo, na sisi kama Chadema tuliobaki tumebaki na hatutaweza kutetereka. Yaani naomba niweke hivi, wale walioondoka kwenye chama wakati tupo kwenye mawimbi hawakuwa wa kwetu. Waliokuwa wa kwetu mpaka sasa hivi tuko nao. Ukiona unapita kwenye shida mtu akakukimbia, yule mtu hakuwahi kuwa na wewe. Hakuwahi kuwa rafiki wa kweli. Rafiki wa kweli ni yule anakaa na wewe kwenye shida, kwenye raha. Na wala ambao tulivumilia, tukasema hata kama kifo kitatubidi, kitatukuta tuko Chadema, ndiyo wana Chadema halisi. Na tuko tayari kusimamia haki, utu, heshima na uhai wa mwanadamu usaminiwe kwa namna yoyote ile. Ndicho tunachokitaka. Kwa maana hiyo basi, Chadema wanaoona kwamba imeyumbishwa, wanaoona kwamba imepigwa, wanajidanganya sana. Tuko imara kuliko jana. Tumesimama vizuri. Lakini pia nataka niongezee kitu kimoja. Unajua kinachotufanya Chadema tusimame paka leo, tuna Mungu. Tuna Mungu. Biblia inasema wao wanajivunia farasi, wanajivunia magari, wanajivunia mali, lakini sisi tunalo jina la Mwenyezi Mungu. Tunaye Mungu ambaye anapigana upande wetu. Ndio maana pamoja na yote wanaoyafanya, kuzuia ruzuku, kufunga viongozi wetu, bado tumesimama imara na bado tupo na bado hatujatetereka. Hivyo wao wana dola, wao wana kila kitu, lakini sisi tuna mioyo ya watu. Tunaamini stronger together tunaweza. Swala la maridhiano, ukiniuliza maridhiano yapi? Tunaridhiana na nani kama chama? Tunaridhiana kwa kipi? Unajua tusichukulie vitu kawaida au randomly. Unapozungumza maridhiano ni lazima uelewe ni maridhiano yapi unazungumza. Lakini ni lazima pia uelewe unaridhiana na nani na mnaridhiana kuhusu jambo gani? Nini kilitokea mpaka mridhiane? Sasa kama hakuna kilichotokea, yule aliyefanya haoni kwamba kuna kitu alikifanya, unaridhiana nini? Mnaridhiana wapi? Kwa kifupi, hakuna maridhiano bila kuelewesha vizuri jamii, wananchi kwamba jamani, kulitokea kitu fulani. Ni kweli kilitokea. Mambo mengi yalitokea, lakini hebu njoni tusameheane, turidhiane, tusimame kwa pamoja, tujenge nchi yetu. Naitwa Aminieli Petro Mbaga, ni mwenyekiti wa Bavicha mkoa wa Arusha. Hivi leo kuanzia majuzi tulipokea taarifa ya msiba wa muasisi wetu wa chama, mzee wetu Mheshimiwa Edwin Mtei, kwamba amefariki dunia. Tulipokea kwa masikitiko makubwa sana, kwani alikuwa ni mzee ambaye tunamtegemea katika masuala mazito na makubwa ya ushauri. Pale ambapo vijana tulikuwa tunakwama kwa namna moja ama nyingine, tulikuwa tunakuja hapa kwake kumuomba ushauri. Hapa ilikuwa ni nyumbani kwa vijana wa Chadema, viongozi mbalimbali wa vijana wa Chadema tulikuwa tunakuja hapa kwa ajili ya kuzungumza na mzee kuhusiana na masuala ya chama. Alikuwa ni mzee ambaye ana busara, na tulikuwa tunakuja hapa kwa ajili ya kuchota busara na kukielewa chama zaidi na zaidi. Kitu ambacho sisi kama vijana tutakienzi kwa mzee wetu ni kutokaa tamaa. Mzee kila tukija hapa kuzungumza naye kumwomba ushauri, alikuwa anatuambia ni mwiko kukata tamaa. Na ndio maana kuna kauli yake moja aliyokuwa anaishi, anasema ya kwamba hakuna kukata tamaa, hakuna kulala mpaka kieleweke. Kwa hiyo tumejifunza jambo la kutokata tamaa kwa maisha yote aliyoyaishi mzee wetu, mzee Edwin Mtei. Kama vijana tumejipanga namba moja kuwapokea wenzetu ambao wanatoka mikoa tofauti tofauti katika nchi ya Tanzania kwa ajili ya kuja kuhudhuria kwenye msiba wa mzee wetu. Lakini vile vile katika siku ya kesho na kuendelea tutakuwa ndo wakaribishaji wakubwa wa wageni ambao watakuja
kuhudhuria kwenye msiba wetu, lakini vile vile tutakuwa ni walinzi pia wa maeneo haya, kwa maana ya kwamba kuhakikisha kwamba mambo yote yanaenda kwa usalama na kwa ustadi namna inavyotakiwa. Chadema sisi ni familia na sisi tunaishi kwa upendo. Kwa sababu pia na mzee pia aliishi na watu wengine kwa upendo, si Chadema tu. Tunasema kwamba msiba ni wetu wote. Ndugu zetu wengine wa CCM wakija, Chauma wakija, tutashirikiana kwa sababu msiba hauna chama.